Afrika wametufunga mara 6, ili jambo linatuumiza, lakini ukinazungumzia uhalisia, hawa Yanga ni bora kuliko sisi. Hawa Yanga wanaenda kutupasua mara 7. Mbona kama umeanza kukatia tamaa timu yako mapema? Of course, unajua unapoangalia kistatistiki, hawa Yanga wanacheza kitimu tofauti na sisi. Simba tuna wachezaji wazuri, tumewasajili kina Ribase Gay, hawa Oura, huyu mchezaji Jairut. Of course, wachezaji wazuri, lakini bado timu yetu haina muunganiko, hususan kipindi cha pili. Timu yetu inakata moto. Ndio maana mimi nasema kila siku, hawa Yanga kwanza tunawaheshimu hawa wachezaji wa Yanga ama mashabiki wa Yanga. Tunazungumza nao nini ikiwa wametufunga mara 6 mfululizo? Simba na Yanga sasa hivi sio wapinzani tena. Sisi tumebakia ni watani wa jadi. Unajua, mimi siwezi kusimama hapa nikwambie Yanga kwamba ni kibonde ama tutampasua Yanga. Ukiangalia kwa mwenendo wa timu yao, mwenendo wa timu yetu, bado Yanga ni bora kuliko sisi. Lakini pacha, jana wachezaji wamevuja jasho, tumeshuhudia. Pengine ni bahati tu haikuwa upande wenu. Of course, kila siku zinavyozidi kwenda mbele, Simba inacheza vizuri, lakini bado haitoshi kusema kwamba tutamfunga Yanga. Unajua, unapozungumzia gepu la Yanga na Simba, kiubora wenzetu wako juu sana. Gepu liko mbali mno. Hao wenzetu wana timu bora kuliko sisi. Wategemee mchezaji mmoja mmoja. Young Africans. Of course. No Pacome. Of course. No problem. Yanga leo hii, Yanga bila Pacome, bila Max Zingeri, Yanga kuna Depu. Depu anapiga kichwa kama mguu. Of course. Depu unapozungu Yanga wana wachezaji wao ambao wanaita Pididi, si Pinini, ni Pididi Umeelewa? Ile Pididi ni hatari, brother. Unajua, mashabiki wote wa Simba tunatamani tuifunge Yanga. Tunatamani tuipasue Yanga. Tunatamani tuchinje ili Yanga afe. Haya ndo matarajio yetu. Umeelewa? Ndo imani yetu. Unajua, uhalisia na matamanio vitu vili tofauti. Umeelewa? Si tunatamani, lakini uwezo ndo hatuna. Ule uhalisia wenyewe hamna. Kabisa brother. Ndio maana mimi siku zote huwa nimenyoka. Siku zote mimi niko tofauti na mashabiki wote wa Simba. Umeelewa? Mimi siko tayari kukwambia tutampasua Yanga nikiangalia timu yetu inakata moto kipindi cha pili. Of course wanasema Simba imejipata kwa kipi? Unajua, tunahitaji misimu 2 mpaka 3. Unahitaji misimu 2 mpaka 3. Simba hii. Of course. Unajua, wachezaji tuliowasajili, wachezaji wazuri, lakini bado hawana muunganiko. Umeelewa? Leo hii wachezaji wa Yanga watu, mimi nikuhakikishie, wachezaji wa Yanga endapo watafungwa vitambaa vyeusi kwenye macho, bado Yanga watapata matokeo. Of course. Kama mmejidharau. Unajua, Yanga wana ile chemistry ya ukweli. Ndio maana leo nimekwambia awali, asipokuwepo Pacome, asipokuwepo Dube, asipokuwepo Bakari Nondo Mwamnyeto, bado Yanga wanapata huu ndo mpira wa miguu unavyochezwa. Maana yako halisi ya kwamba Zanzibar mnakwenda kufungwa tena. Ili jambo sio mimi. Mchukue mtoto mdogo yote yule, atakwambia Yanga inapata matokeo. Hata wale ambao kuna jamaa zetu ambao wanabeti. Umeelewa? Wote, hakuna mtu ambaye anaweza kumwekea Simba mbele ya Yanga. Kwa Yanga hii, brother, tuwe wa kweli. Kampuni zote hizi, basi Simba tutapewa odds nyingi, Yanga atapewa odds chache. Na huu ndio ukweli. Kipi kifanyike sasa? Unajua, unapozungumza ukweli, mashabiki wenzangu wa Simba hawataki kusikia ukweli. Wanakwambia kwamba Yanga. Wanakwambia dabi haina mwenyewe. Of course, dabi haina mwenyewe. Lakini tukiangalia kwenye statistics, tukiangalia kwenye ubora, brother, wametuacha mbali. Umeelewa? Siku zote hautegemei kwenda kwenye mechi kubahatisha. Ikiwa tumeshindwa kumfunga Yanga mbovu ya Roman Foiz, tutaweza kufunga Yanga hii? Bwana Pacha wameanza kuita Damaro Day. Tuanzie hapo ndugu yangu. Of course. Na Yanga kila wanapompa mchezaji yote jina, umeelewa? Waite Pacome Day, waite Damaro Day, waite sijui Zingeri Day, sijui waite Pididi. Of course, hii kauli mbiu inawabeba. Of course, kauli mbiu hii inawapa matokeo. Na ndio maana mimi nakwambia Yanga wanaenda kutuadhibu. Na hii kauli mbiu yao wana Simba na sisi, hebu twende nayo. Mbona zamani sisi tunatumia kwamba umeelewa? Kwa tunatumia kwa duo dai, ilikuwa inatubeba.
na hii kauli mbiu ambayo alotumia Yanga of course itawanufaisha. Umeelewa? Unajua Simba na Yanga sasa hivi si tena wapinzani. Umeelewa? Sisi ni watani wa jadi. Wakitufunga mara 7 mfululizo, machawa wa Simba watasema watu kwamba Yanga mbovu, Simba mbovu. Wao ndo wanaijaza Simba. Of course. Wanawajaza mashabiki. Ujue leo hii mimi nikisimama nikisema Yanga anaenda kutupasua, atumwezi Yanga, mashabiki wenzangu wa Simba wananiambia mimi sio miongoni mwa katika wao. Wananiambia mimi sio Simba. Machawa ndo wanaaminisha kwamba tutaweza kuwafunga Yanga. Brother, hebu tuwe wa kweli. Ifike wakati tuseme kweli. Umeelewa? Yanga wana timu bora. Sisi bado. Umeelewa? Tunahitaji timu yetu, tumesajili wachezaji lakini kae pamoja, wazoeane, chemistry ya timu ipatikane. Unajua shida kubwa inatutia sisi mashabiki wa Simba ni kujifananisha na Yanga. Mafanikio, Yanga ameshinda 5 na sisi tunataka tushinde 5. Ili jambo baya. Akishinda 5 sisi tubaki tu kwamba tupate japo goli letu moja. Umeelewa? Litusaidie pointi 3, lakini kutaka tumzidi Yanga kwa kipindi hiki. Bora. Wametuzidi. Kwani kusema kwamba Yanga bora tujifunze kwao kuna ubaya gani? Kwani Yanga sio bora kuliko sisi? Yanga hawajatuzidi kwa msimu. Unajua kuna kipindi fulani sisi tulichukua bingwa mara 4 mfululizo. Mpaka injinia amekuja na sisi kwa namna fulani tuvumilie, itafika wakati wetu. Lakini kusema kulingana na jamaa, brother, jamaa bora, jamaa wanaenda kutupasua, jamaa wanaenda kutupiga panapouma. Mashabiki wenzangu wa Simba, twende katika dabi, lakini tujue kwamba wenzetu bora. Twende katika dabi? Twende katika dabi, tujue wenzetu wana timu bora kuliko sisi. Kwa hiyo nyinyi mapema kabisa, no doubt, Simba Sports Club kumfunga Young Africans ni kama bahati nasibu. Unajua ukitaka niongee unaelewa? Niongee kama chao wengine nitakwambia Yanga anakufa, lakini ndani ya nafsi yangu nitajua kwamba Yanga hatumwezi. Huu ndio ukweli. Kwa hiyo wewe kwa upande wako unaona Simba kumfunga Young Africans ni bahati nasibu? Sio upande wangu mimi tu. Mtafute chao yoyote yule, kaa naye pembeni, muongee off mic, atakwambia Yanga anaenda kutupasua. Umeelewa? Hakuna mtu yote ambao watu wakubeti wale atamwekea 100,000 au 200,000 Simba. Brother, dabi haina mwenyewe sawa, lakini tukiangalia kwenye jicho la nyama, wenzetu bora, wenzetu wanatupasua. Umeelewa? Na ndio maana nasema mashabiki wenzangu, wenye mioyo mepesi, umeelewa, wataungana na mimi. Ikifiki wakati mashabiki tuambie kweli. Mashabiki wanazimia. Mashabiki wanakufa uwanjani. Umeelewa? Yanga ili tuwafunge inabidi wana Simba kwanza tuweze kuondoa wanaotupigisha shoti. Alisikika Zungu mmoja akiongea, umeelewa, kwamba kuna watu Simba wanatupigisha shoti. Ili Simba tuweze kumfunga Yanga, watu waondoke. Kuwepo kwa watu, mimi nakwambia Yanga tumfungi. Kuwepo kwa watu mpaka watakapotaka wenyewe. Shukrani. Shukrani sana.